Naam, mtazamaji, ni Jumapili ya tarehe 9 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Popote ulipo ninakusabahi nikitumai kwamba Jumapili yako imekwendea vema. Ni fahari yangu mtazamaji kuungana nawe jioni hii ya leo kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi. Unatagusana nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wa Facebook tuko live ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa YouTube pia tuko live. Tutumie jumbe fupi tueleze unafuatilia taarifa hizi ukiwa maeneo gani. Lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni adhibitisha kuwa wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo walizuiliwa nchini Uganda. Vyama vya walimu KUPPET, KNUT na muungano wa walimu wakuu KESHA mjini Kakamega vyaitaka serikali kuchunguza mauaji ya mkuu wa shule ya upili ya Munyuki Simon Isiaho. Na Gachagua asema upinzani sasa uko tayari kumtangaza mgombea wa urais wa mrengo huo kukabiliana na Rais Ruto mwaka 2027. Sasa imegonga saa 1 juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara si mwingine ni Roda Nyamai. Karibu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni sasa amekiri hadharani kuwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo walikamatwa na kuzuiliwa nchini Uganda. Katika mahojiano na redio za Uganda, Museveni alitaja kuwa wawili hao waliwekwa kwenye jokofu, lakini maelezo hayo yamezidi kuchochea utata kuhusu walipopelekwa wawili hawa wakati wote walikuwa wametoweka. Makundi ya kutetea haki za binadamu sasa yametoa wito wa uchunguzi kamili. Sheila Chelangat na maelezo zaidi. Hadi kufikia Jumamosi walipoachiliwa Wakenya wawili Bob Njagi na Nicholas Oyoo, serikali ya Uganda ilikuwa imesisitiza kwa zaidi ya mwezi mmoja kuwa wawili hao hawakuwa mikononi mwa maafisa wa usalama wa Uganda. Lakini siku moja tu baada ya kurudi kwao nchini Kenya, Rais Yoweri Museveni katika mahojiano alikiri kuwa walikamatwa, akiwataja kama wataalamu wa ghasia na kudai kuwa aliwaweka kwenye jokofu kwa siku kadhaa. That they are experts in riots. So they had come to train our people. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up. And they have been in the fridge for some days. They're cooling. Kiri kwake, Museveni alisema kuwa wawili hao waliachiliwa baada ya yeye kupokea simu kutoka kwa viongozi fulani wa Kenya. Some Kenyan leaders rang me and said that I should hand them back I should either put them in jail here or hand them back. So we are going to, but you could see we are monitoring all of them. They all have connections with foreign countries, foreign groups funding them. Lakini maelezo hayo yamezua maswali zaidi. Museveni hakueleza ni taasisi gani ya usalama iliyowakamata wawili hao na ni nani aliyeagiza operesheni hiyo. Akirejelea kauli ya Rais Museveni, mgombea wa urais nchini Uganda Bobi Wine ametilia shaka iwapo wafuasi wake waliopotea kwa zaidi ya miaka 5 wamekuwa wakizuiliwa na serikali ya Museveni, akitaja kuwa Njagi na Oyoo walimthibitisha kuwa walikuwa wakizuiliwa pamoja na Waganda wengine na watu kutoka nchi nyingine. Jana walipowasili nchini, Njagi na Oyoo walieleza masaibu waliopitia, wakidai kuwa walikuwa wamezuiliwa katika kituo cha kijeshi. Myself, I've been fasting. It's been very difficult,
But thank you so much for your solidarity. Makundi ya haki za binadamu sasa yanataka uchunguzi huru na wa kina kufanyika, wakiangazia kauli zinazokinzana za serikali ya Uganda, ukosefu wa rekodi na sasa kukiri kwa Museveni kukiweka bayana kuzuiliwa kwa wawili hao kwa kinyume cha sheria. Sheila Chelangat. Asante sana Sheila Chelangat kwa taarifa hiyo. Na raia mmoja wa Kenya ambaye ametaka kutotambulika ameeleza yaliyomkumba wakati alipozuiliwa katika kituo cha polisi cha Oyster Bay nchini Tanzania kwa muda wa siku 8 kufuatia ghasia zilizotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu nchini humo. Mkenya huyo ameeleza kuwa wakati wa kifungo chake alikutana na watu wengi kutoka nchi zinazopakana na Tanzania wakiwa pia wamezuiliwa katika kituo hicho cha polisi. There's a barrier. It's the army. My view is that it's the army. Of course, as you expect, the army is there to protect you. Yeah. While there are cops who are in plain clothes ask for passport, in my mind, you know, you have every document, everything is fine. They ask to check my suitcase, everything is fine. And then they make you stand to the side. Subsequently, about an hour later, so they keep my passport for an hour. During this time, they also took my phone but handed it back. During this time, I can chat my family. I'm telling them we have a small stop by the army because there isn't much. Yeah. And I have all my documents. So about an hour later, a police car comes. And that's when things escalate, and they escalated in about 5 minutes. It was very quick. Tuzidi kukutaarifu mtazamaji na nyikua mwili wa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mseto ya Munyuki Simon Isiaho Shange ambaye alipotea baada ya madai ya ajali ya barabarani katika barabara ya Eldoret Webuye wiki jana umepatikana hii leo mtoni. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru na taarifa hii kikamilifu. Baada ya kipindi cha siku 7, hatimaye mwili wa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Munyuki eneo bunge la Lugari umepatikana. Quite barbaric, quite satanic. And we are asking ourselves, who will protect the Kenyan teacher? Who will protect this principal? Who is, I want to believe, a very innocent man, just doing his work. Mwili huo ambao ulikuwa na alama za kukatwa vibaya umeibua maswali mengi. Madai yakiibuka kuwa huenda mwenda zake aliuawa kwingineko kisha mwili wake kutupwa mtoni Chikali. If we cannot be protected, then we will not teach. It is very dangerous for a teacher to be exposed to that extent up to being murdered in such an awkward way. And we want to give a warning, a serious warning to politicians. If it will be found that any politician was connected to the planning and execution of our principle, we will demand that they recall. OCPD wa Lugari, Robert Kurgat, alithibitisha kisa hicho huku mwili huo ukipelekwa kwenye makafani hospitali ya rufaa ya Kakamega ukisubiri kufanywa upasuaji wakati polisi wanaendelea na uchunguzi. The business of Lugari will not be the same. We are aware of a deputy that was murdered. And up to now, the perpetrators have not been known. Wakati huo huo, viongozi wa KUPPET na Kesha, tawi la Kakamega, wametoa makataa ya saa 24 kwa mkuu wa DCI Mohamed Amin na Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kutoa taarifa ya kifo cha mwalimu mwenzao. Inspector General of Police in this country must come out and fast-track investigations surrounding this unacceptable matter of one of our principals. We are demanding that the director of a criminal investigation at the headquarters must send a neutral team to ensure that the truth and the perpetrators of this case are brought to book. It was a very undignified death, and we are demanding justice for that. We are saying as a union, if this investigation, if the perpetrators are not brought to book, January, the teachers of Munyuki will not go back to school. Willy Dennis Njiru, TV 47. Yeah.
Na Rais William Ruto kwa mara nyingine ameushtumu upinzani kwa kueneza propaganda kuwa uchumi wa taifa haujaimarika. Rais akizungumza wakati wa ibada ya kanisa katika kaunti ya Samburu ambapo aliwataja wapinzani kama watu wasio na ajenda ya kupeleka taifa mbele. Chichi Josephine na taarifa hii. Wakati wa ibada katika kaunti ya Samburu, Rais William Ruto alishutumu viongozi wa upinzani kwa kueneza taarifa potovu kuhusu ukuaji wa uchumi, akisema Kenya ni nchi yenye uwezo mkubwa ambao viongozi wengi hawaamini. I see many people who confess negative things about our country. And I want to tell you, the citizens of Samburu, as I tell the citizens of Kenya, we have a country like no other. We have a great country. We have a blessed nation. We must work for it, believe in it, believe in God, believe in ourselves, and believe in our country. Kuhusu uongozi wake, Rais William Ruto alitoa wito kwa Wakenya kuamini uongozi wake kupitia kwa mipango na azma yake kabambe na kuungana kwa lengo moja la kufanya maendeleo. Mambo mengi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya yanatembea kwa kasi. The partnership between the state and the church is what catalyzes development and makes it easier for citizens to unite and to forge forward. Kupitia ajenda yake ya mabadiliko ya kiuchumi, Rais Ruto alisema anatazamia kuifanya Kenya kuwa nchi iliyostawi na kufikia kiwango cha ulimwengu wa kwanza ifikapo mwaka 2055. We must refuse to continue to be a third world country, and that is why we must do whatever it takes so that we can raise the ambition of our nation and move Kenya to a first world country. And it is doable. Your goal of taking Kenya to become a first world nation, you will not walk that journey alone. The Man Nation will walk with you. Chichi Josephine, TV 47. Na mvutano wa kisiasa umeibuka upya jijini Nairobi, huku aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akimshambulia vikali Rais William Ruto akiendelea na mikutano yake ya kisiasa jijini. Gachagua amemshtumu Rais Ruto kwa kushindwa kuliongoza taifa, akiahidi kuunganisha upinzani kumtimua mamlakani mwaka wa 2027. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anaarifu zaidi. Arambe! Katika hotuba kali inayochochea joto jipya la kisiasa, aendelee siendelee, naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua aliongoza mkutano wa kisiasa jijini Nairobi, akitoa mashambulizi makali dhidi ya aliyekuwa bosi wake Rais William Ruto. Kwanza wakisema ni mimi nitakibiza hii mtu kama baisikeli ya kuimbiwa, nitamtorosha kabisa, si ndio? Gachagua ambaye ameonekana kujipanga upya kisiasa amesema kuwa muungano wa upinzani uko imara na unaongoja kutangaza mgombea wao wa urais hivi karibuni. Tumeungana na Kalonzo Musyoka, tumeungana na Eugene Wamalwa, George Natembea, Martha Karua na mimi Mandrigiji, si ndio? Na tumesema tutatoa kiongozi mmoja wa kupeleka Kasongo nyumbani, si ndio? Wakiamua ni Kalonzo Musyoka mtampigia kura, wakiamua Natembea mtampigia kura. Mapema akiwa katika kanisa la PCEA Kayole Parish eneo la Embakasi Central, Gachagua alitoa hotuba nzito akimlaumu Rais Ruto kwa uongozi mbovu anaosema ulisababisha uharibifu mkubwa wa taifa ndani ya miaka mitatu pekee. Mambo ya primary imeharibika. Mambo ya SHA haifanyi kazi. Biashara zimesimama. Na mimi nasikia Ruto akisema ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Ni muongo si muongo? Now William Ruto aka Githinji
Aidha, aliahidi mageuzi makubwa serikalini ikiwemo mfumo mpya wa kuajiri maafisa wa polisi katika kila eneo bunge endapo watashika hatamu ya uongozi mwaka 2027. Mimi sina ubaya na mtu yeyote na sina chuki. Mimi I have to do the right thing. Lazima Mungu anisaidie na viongozi wengine we liberate this country by getting rid of William Ruto and getting a new president who knows what he's doing. Wakati wa ile serikali ingine mimi sikuona stima zikizimwa. Juzi ametangaza ataanza kuzima stima. Na ameanza kuzima stima. Na kama ungekuwa umeingia kwa hiyo mtego yake, umenunua hiyo pikipiki ya electric, ungekuwa unashajia wapi? Ama utakuwa unashajia wapi? Sasa hii ukora ndio nawaambia, saa nyingine tunakaa na hatuangalii. Saa nyingine tunaangalia hatuioni. Harambee! Huku Gachagua akiendeleza kampeni yake ya kisiasa, matamshi yake yanaashiria si tu uhasama wa kisiasa, bali pia mwanzo wa mabadiliko makubwa ya upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Meja Donga anatosha hatoshi. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Mtazamaji, 14 dakika sasa zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear guy. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. This
is Kenya's #1 talk show, Dr. Farike tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Farike is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. Ni Punet. Punet. So you guys knew about big up. Sawa basi. Sema, hata ungehivi the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You'll have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Next time you need fresh lemon juice, Unazidi kutazama taarifa zetu za TV47 Weekendi. Karibu mtazamaji tena, nizidi kukutaarifu. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na rais wa zamani wa Botswana Seretse Ian Khama wametoa wito wa kukomesha udikteta na kukuza demokrasia barani Afrika. Wakati huo huo, viongozi wa Kenya Kwanza wamekemea maandamano ya upinzani na kuahidi kuendelea kuiunga mkono serikali ya sasa. Mwaluse Meshak anaarifu zaidi. Kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka pamoja na rais wa zamani wa Botswana Seretse Ian Khama wamesisitiza haja ya Afrika kuikataa mifumo ya uongozi wa kidikteta na ukandamizaji wa haki za raia. The wave of Gen Z-led protests across Africa against bad governance, against corruption, impunity, lack of transparency, electoral fraud, and rising living costs. Kalonzo akizungumza katika maadhimisho ya siku ya Afrika eneo la Mtito Andei, kaunti ya Makueni, ameshtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa maneno yake ya kuwanyima vijana uhuru wa kujieleza. These peaceful demonstrations are not acts of recklessness. They are acts of hope and determination. That the recent election and what transpired, the killings around that election, I, for one, do not recognize the person who was inaugurated as the president. Wakati huo huo, viongozi wa Kenya Kwanza wamekemea maandamano ya upinzani wakisema yanalenga kudhoofisha serikali. A clear vision and an agenda of what you want to do for the people of Kenya, go and send it to the people of Kenya. Lakini ukijidanganya ati nitabebwa ati na wengine ati sababu ana ushawishi, hakuna mtu wako na ushawishi kwa wakiongozwa na Kimani Ichung'wah na John Njuguna Kawanjiko. Viongozi hao wamemtetea naibu rais Kithure Kindiki na kutoa mchango wao wa shilingi milioni 9.5 kusaidia ujenzi wa kanisa jipya. Sema tunataka kuchaguliwa na mnataka President William Ruto aendelee na kufanya hiyo kazi, imefanyika na tunawaambia wengine wagoje wakati wa siasa bado. Ukitoka kwa serikali sahihi na serikali ni yenu, nyinyi ndio mlijenga, uende opposition, alafu uanze tena kuzunguka, uanze kuambiwa kuna wengine watatengeneza serikali, sio ni kutapeliwa. Viongozi hao wamezungumza katika kanisa la Worldwide kaunti ya Kiambu. Mwaluse Meshak, TV47 Nairobi. Sasa tudunde viwanjani. Chipukizi Jacinta Njeri anaendelea na matayarisho yake ya mashindano ya Olimpiki ya wachezaji wenye ulemavu walio na ulemavu wa watu wasio na uwezo wa kusikia yatakayoandaliwa nchini Japan mwezi huu wa Novemba. Njeri ni miongoni mwa wachezaji 4 wa gofu watakaoiwakilisha Kenya katika mashindano haya. Ripota wetu Tony Kwalanda anaangazia mazoezi ya Njeri mwenye umri wa miaka 19.
Jacinta Njeri anaendelea kufanya mazoezi yake akisaidiwa na gwiji Isaac Makoha kabla ya mashindano ya Olimpiki ya wenye ulemavu wa kutosikia. Itakuwa mara ya kwanza kwa chipukizi huyu kushiriki mashindano haya yatakayoandaliwa jijini Tokyo, Japan mwezi Novemba. I'm very proud of myself, and for me, I want not only to be the only lady, so I'm inviting other ladies to learn golf and they feel empowered. Njeri ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya Ngala, kaunti ya Nakuru. Chipukizi huyu mwenye umri wa miaka 19 anafanya mazoezi yake katika vilabu vya gofu vya Railways, Muthaiga na Vetlab. When I go to Tokyo, what my target is to play golf, good golf, and get medal. And also hope the 3 gentlemen, or rather the 4 of us, we can get medals so that Kenya as a country should be proud of us. Alianza kucheza mchezo wa gofu mwaka wa 2022 chini ya ukufunzi wa mchezaji wa kulipwa na kocha Shem Orwenyo. When I saw her and saw her swing and looked at her scoring records, the potential is very high. She's young, she's strong, she's committed, and she's willing to pay the price to get herself to become an Olympic medalist and also a golfer who would represent the country. Njeri ameshamiri katika mashindano tofauti humu nchini na lengo lake ni kuwapa motisha akina dada kushiriki mchezo huu. Kando na kucheza gofu, yeye hujihusisha na mchezo wa kikapu na volleyball. Now is just focusing on things like ball striking and focusing on how they play, concentration and their short game, because that's where the scores are actually going to come from. Well prepared, still training very hard, and I believe I'll be ready to grab a medal. Timu ya gofu ya Kenya itakayoshiriki katika Olimpiki ya wenye ulemavu wa kutosikia inajumuisha chipukizi Jacinta Njeri, gwiji Isaac Makoha, Gilbert Alikula na Eden Wario wanaoendelea kujiandaa kabla ya michezo hii itakayoanza tarehe 15 mwezi Novemba mwaka huu. Tony Kwalanda, TV47 Michezo. Asante sana Tony Kwalanda. Shabana FC wameandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ulinzi Stars kwenye mechi ya ligi kuu ya kandanda nchini Kenya. Shabana ambao wameshuhudia matokeo mabaya msimu huu walifunga bao hilo mapema katika dakika ya 15 kupitia mchezaji Mark Okola, huku juhudi za Ulinzi za kusawazisha zikiambulia patupu. Haya kijiri, Bandari wameandikisha sare ya bao 1-1 dhidi ya KCB na Kakamega Homeboys wakasajili sare ya bao 1-1 dhidi ya Murang'a Seal. Kisuasua, lakini cha msingi ni kuwahimiza wale vijana ambao wako hapa kwa sababu wana talanta waweze ku bring out the best out of them so that wanaweza kuirudisha hadhi ya timu mahali ambapo inafaa kuwa. I believe tuliwaambia wakuja wacheze ball because ukiangalia kiwanja inachezeka, so tulitaka wacheze ball, waji express, ilikuwa waji express, wa make their own decisions, na ukiangalia most of the time wame make decisions zao, na hizo decisions zao ndio zimefanya tukapata ushindi leo. Mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Kwaheri.